Kwa jina naitwa Kabula Maiti ni Mayaya, kwa sasa Nshishinuru. Mgeni rasmi, tunashukuru sana kwa kutuletea maendeleo katika kijiji chetu cha Nshishinuru, hususan zahanati. Mimi naitwa Banya Masanja kutoka Mwamkanga. Nashukuru mbunge kwa kututengeneza nati, kwa kutusaidia huduma karibu na makazi yetu. Kwa niaba ya wananchi wa Nsalala, mimi nikukaribishe sana. Kata hii haina zahanati, ndio zahanati ya kwanza zilizotumika hapa. Bila nguvu yako wewe na halmashauri na kusaidiana na mimi, pesa zake ni nyingi. Kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi nimekuja kwenu kusema asanteni sana kwa kukiamini Chama cha Mapinduzi. Baba zangu wa Nshishinuru, tunatambua zahanati hii mmeanza wenyewe kwa muda mrefu kujenga, na tunatambua kata ya Nsalala haina kituo cha afya wala haina zahanati hata moja. Uongo kweli? Mara baada ya kuapishwa nikasema hapana, nikajenga hoja ya kuhakikisha zahanati ya Nshishinuru inakamilika ili ndani ya kata ya Nsalala tuwe angalau na zahanati moja inayofanya kazi. Na leo mnaona zahanati yetu inapendeza kabisa. Rais wetu kipenzi Daktari Samia Suluhu Hassan alisema anataka kuhakikisha vifo vya uzazi mama na mtoto vinakwisha kabisa, kama sio kupungua katika taifa hili. Na ninafurahi kusema mbele yenu tarehe 20 ya mwezi huu, Mwenyezi Mungu akitujalia uzima, mwenge ndani ya zahanati ya Nshishinuru. Manake mwenge wetu wa uhuru utakuja kuweka jiwe la msingi, na baada ya kuweka jiwe la msingi tumeshakubaliana na mkurugenzi, tayari wanatenga fedha ili tuweze kuletewa madawa, na mwezi wa 9 hautaisha na watumishi tupate, ili zahanati ianze kufanya kazi. Shida za Mwamkanga ninazifahamu. Nilikuwa nalitambua jengo letu hili ambalo mlianzisha kwa nguvu zenu wenyewe. Mara baada ya kuapishwa na kukabidhiwa mfuko wa jimbo kama mwenyekiti wa mfuko wa jimbo, nilisema hapana, ni lazima zahanati ya Mwamkanga iende ikapauliwe. Na leo ninafurahi kusimama hapa tukiona jengo letu la zahanati limekwisha pauliwa kwa milioni 15. Kusema hatua kwa hatua tuliofikia, nina imani kwa kushirikiana na mheshimiwa diwani wetu kaka yangu Shoto maarufu Trump, tutahakikisha tunaongea na mkurugenzi, na mimi nitakwenda kuongea bungeni kwa waziri wa TAMISEMI, na nilikwishaanza kuongea. Wakati naongea bungeni, mheshimiwa waziri wa TAMISEMI akaniuliza jengo lile limepauliwa. Nikamwambia mheshimiwa waziri, nimepeleka fedha yangu ya mfuko wa jimbo milioni 15 na zahanati inapauliwa. Akaniambia kama kweli litapauliwa, ukirudi bungeni mwezi wa 9 njoni hakikishie kama zahanati imepauliwa. Kwa hiyo ninamwomba Mwenyezi Mungu anipe afya njema. Wiki ijayo tunaanza vikao vya kamati za bunge. Nitakwenda kifua mbele ofisi ya waziri wa TAMISEMI nikamwambia jengo la Mwamkanga la zahanati tumekwisha lipaua. Kwa hiyo ninakwenda kuanzisha safari ya kuomba fedha kwa ajili ya kufanya finishing ya jengo letu.